Yes, bwana, baada ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba kuweza kutamatisha ratiba yao ya kombe la CRDB Federation Cup dhidi ya timu ya Greenland FC. Sasa kichaka kinachokuja kufekwa mbele yao ni dhidi ya timu ya Tanzania Prison kwenye mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Huu ni mchezo unaofuata kwa upande wa klabu ya Simba, ambapo hapa mnyama atakuwepo ugenini pale mkoani Dodoma kwenye kwenda kuikabili timu ya Tanzania Prison kuhakikisha wanakwenda kuondoka na zile alama tatu muhimu kwenye mchezo huu muhimu kweli, mchezo ambao utatoa majibu na taswira nzuri kwenye kinyang'anyiro cha mbio za ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, ambapo tayari kikosi cha klabu ya Wekundu Msimbazi Simba wako pale mkoani Dodoma kwa ajili ya maandalizi yao kuelekea kwenye mchezo huu dhidi ya timu ya Tanzania Prison, miongoni mwa michezo migumu kweli, ambapo mnyama anahitaji alama tatu muhimu, lakini naye Tanzania Prison anahitaji alama tatu muhimu. Ni nani sasa kuondoka na alama hizi muhimu ambazo kila timu inahitaji kwa nafasi yake? Tusubirie kuona ndani ya dakika 90 mambo yatakuwaje. Je, ni Tanzania Prison au ni Simba Sports Club kuondoka na alama hizi tatu muhimu? Lakini kwa upande wa kocha wa klabu ya Simba bwana Steven Becker, katika hali ya kuhakikisha anabakiza alama tatu muhimu kwenye klabu ya Simba, mapema yeye amekushaweza kukitangaza kikosi chake cha wanaume 11 ambao wataingia vitani kwenda kupambania alama hizo tatu muhimu, ambacho kikosi hiko kocha mkuu ameweka wazi ya kwamba kitakuwa na mabadiliko kadha wa kadha katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha timu inaweza kupata muhimili mzuri kwenye kupambania alama tatu muhimu. Hivyo tutegemea mabadiliko makubwa kwenye kikosi cha kwanza cha klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, ambacho kitakwenda kucheza dhidi ya timu ya Tanzania Prison katika mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara 2025-2026. Sasa kikosi cha kwanza ama kikosi cha wanaume 11 ambacho kocha Steven Becker amekushaweza kukiweka wazi, mimi niko nacho hapa mwana michezo wangu, na nitakuja kukusogezea yeye moja kwa moja ili uweze kufahamu ni wachezaji gani ambao wataanza kwenye kikosi hiki na wachezaji gani ambao watakuwepo kwenye eneo la benchi kwenye kikosi hiki cha kwanza cha klabu ya Wekundu Msimbazi Simba kitakachokwenda kucheza dhidi ya timu ya Tanzania Prison. Lakini kabla sasa sijaja kukusogezea moja kwa moja hiki kikosi, na wewe mwana michezo wangu uweze kufahamu zile mbinu na ufundi ambao coach Steven Becker atakwenda kutumia kwenye mchezo dhidi ya Tanzania Prison, naomba nikukumbushe jambo moja na jambo la kimsingi kabisa, mwana familia wangu. Kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajiweni nasi hapa kwenye channel yetu ya Data Kicks Media, alafu bado hauja subscribe channel yetu, basi nikwambie kikweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Data Kicks Media. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa zetu, swala ni jepesi kabisa. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza kujipatia kila aina ya taarifa mpya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Data Kicks Media. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya kikosi ambacho kocha mkuu wa klabu ya Simba bwana Steven Becker ameweza kukiweka wazi, ndicho kitakwenda kuanza dhidi ya timu ya Tanzania Prison weekend hii hapa. Bila kupoteza muda, twende haraka tukapite nacho kikosi hiko ili naye mwana mchezo wangu uweze kukifahamu. Kwa upande wa golini hapa tegemea kumuona golikipa Jibril Kasari akiendelea kuzima kwenye ile eneo la milingoti mitatu kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa tegemea kumuona mchezaji Kameta Duchu akizima eneo lile la beki nambari 2. Kwa upande wa beki nambari 3 hapa tegemea kumuona mchezaji Anthony Mligo akienda kuzima vyema katika ile eneo la beki nambari 3. Lakini kwa upande wa beki nambari 4 na beki nambari 5 ni Ismail To akishirikiana vyema na Lushani Leluku katika kuzuia mazinga na mazongezonge yote atakayopita kupitia eneo la katikati kuelekea
kwenye goli la klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa si mwingine bali ni yule mkatakuni Yusuf Kagoma. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 tegemea kumuona mchezaji Libase Gue akienda kuzima kwa ile eneo la winga nambari 7 kwenye kikosi hiki cha kwanza cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa tegemea kumuona mchezaji Alassane Kante akiingia rasmi kwenye kikosi hiko cha klabu ya Simba mara baada ya adhabu yake ya kutupikia ile adhabu aliyopewa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kuweza kuisha. Hivyo kwa upande wa mshambuliaji kindana hapa tutegemea kumuona mchezaji Jonathan Soa akianza na yeye kwenye kikosi hiko mara baada ya adhabu yake kuweza kuisha. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 10 hapa tutegemea kumuona Clatous Chota Chama akienda kuanza kwenye eneo hilo. Lakini kwa upande wa winga ya kushoto tutegemea kumuona Anicent Oura akienda kuzima kwenye eneo la winga ya kushoto kwenye kikosi hiki cha kwanza kinachokwenda kucheza dhidi ya Tanzania Prison kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Ni yapi maoni yako? Ndio tuendelee kupitia sehemu ya comment bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.